Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu wapenzi watazamaji wetu wa Msimbo TV, siku ya leo bimashiatillahi ta'ala tumekuja na darasa, tumekuja na mada nzuri kabisa. Kwa atakayesikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, basi kuna faida kubwa sana siku ya leo atakwenda kuipata. Leo ndakwenda kuangalia ndoto 7 ambazo hizi mtu kama ataziota bimaana usiku wa Alhamis kwa mkia Ijumaa, basi tambua ndoto hizi ni za kweli. Cha msingi tu upate mtaalamu ambaye anajua kukufasiria, akwambie nini maana yake na akwambie kitu gani ambacho kwamba unaweza ukakifanya. Kwa hiyo nikuombe sikiliza darasa hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu na imani kabisa kuna faida kubwa utakwenda kuipata siku ya leo biidhnillah taala. Marejeo yetu ni kitabu cha Tafsirul Ahlam cha Muhammad ibn Sirin. Hiki kitabu ndio marejeo yetu katika mada yetu hii ya leo. Tuanze na ya mwanzo kabisa, idha raaita nafsaka fil hulum wa anta tanzuru ila almablaghi min almali. Yoyote mwenye kulala kisha mtu huyo akaota pesa yani zimetapakaa katika nyumba yako pesa, yani yote mwenye kulala kisha akaota anazitoa pesa, unazitazama hivi pesa, yani umelala ukaota unazitazama pesa, basi hii ni ndoto nzuri, ndoto ambayo ina ishara ya jaha, ina ishara ya cheo, ina ishara ya ukubwa fulani mtu kupata katika namna moja ama nyingine. Kwa hiyo kama kutakuwa na mtu amelala usiku wa kisha mtu huyo akaota kwamba anaziangalia pesa, basi ni ishara ya jaha, bimaana ni ishara ya uongozi, ni ishara ya mafanikio kwa mtu ambaye atakuwa anaiona ndoto sampuli kama hiyo. Na wako baadhi ya watu mara nyingi wanazinawafuata sana kama hizi, lakini kwa bahati mbaya huwa hawaoni yale mafanikio. Kama huyaoni, basi inakuwa kuna sababu, miongoni mwa sababu labda kuna vizuizi vya kichawi au kuna vizuizi vya kishaitani. Kwa hii ni ya kwanza kabisa, idha raaita nafsaka fil hulumi wa anta tanzuru ila mablaghi mali. Yote mwenye kulala kisha akawa anaota mtu huyo, lakini kuota kwake mtu huyo akaota anatazama pesa, basi ni ishara ya ujaha, ni ishara ya uongozi, ni ishara ya mafanikio kwa mtu huyo. Hiyo ni ya kwanza. Hiyo ni ya kwanza ndugu yangu, kama unayo basi ni ya kweli. Tambua jinsi gani unaweza ukaiagua na kupata hayo mafanikio ambayo kwamba tumeeleza katika ndoto hiyo. Lakini ya pili, idha raaita daf'u min almali fil manam. Yoyote mwenye kulala kisha akaota anatoa pesa, basi ndoto hii tafsiri yake mtu huyo anayaondosha matatizo. Kama unayo hii mara kwa mara na kujia na unayota mara kwa mara, basi furahi, kwa sababu ni nzuri, yenyewe ina ishara kama mtu huyu anatoa matatizo katika nyumba yake, matatizo katika familia yake. Kama unayota hii ni nzuri, sio mbaya, ila inategemea umeyota lini. Kama itakuwa ni usiku wa Alhamis kwa mkia Ijumaa, ni usiku bora, ni usiku mtukufu, basi tafsiri yake itakuwa hivyo. Ila kama utaota katika masiku mengine, basi kuna tafsiri nyingine ya pili inakuja hapa, lakini leo siwezi kuieleza katika hiyo kwa sababu sio mada yangu leo. Hiyo ni ya pili. Ya tatu, man yakhsiru amwaluhu. Yote mwenye kulala kisha akaota amepata hasara, basi mtu huyo kuna hatari itamtokea. Hatari yenyewe anaweza akapata mitihani mingi sana katika maisha yake, anaweza akapata misukosuko na mitihani mingi sana, na hasa mitihani yenyewe ni mitihani ya kifamilia. Na kama matatizo, basi matatizo ya kifamilia yanaweza akamfika na yakampata mtu huyo. Hiyo ni ya pili katika zile, hiyo ni ya tatu katika zile ndoto 7 ambazo leo tunakwenda kuzieleza, tunakwenda kuzizungumza. Lakini ya 4, man yara fil manami yaqumu bi amwali. Yoyote mwenye kulala kisha mtu huyo akaota anahesabu pesa, lakini zile pesa wakati anazihesabu akazikuta zimepungua. Kuna baadhi ya pesa zimepungua, mfano
Labda mtu akalala akaota anahesabu pesa, mwenyewe anahisi hii ni 300,000, lakini kwenye kuhesabu akakuta zimepungua, basi tafsiri ya ndoto hii, mtu huyo atatoa pesa, na hiyo pesa ambayo atakayetoa itakuwa ni sababu ya kupata huzuni mtu huyo. Tafsiri yake nini? Maana yake ni kwamba anatoa pesa mtu huyo labda kufanya biashara. Mfano, anaweza akaitoa pesa kwa ajili ya biashara fulani, kuna biashara anataka kuifanya, basi pesa hiyo akitoa itakwenda itaangamia na biashara hiyo haitafanikiwa. Na kama atakuwa ametoa pesa labda kumkopesha mtu, basi pesa hiyo haitarudi. Kwa hiyo kwa mtu ambaye kama atakuwa amelala na hii kamjia katika usiku wa Alhamisi kuamkia Ijumaa, basi ni ishara, ni bishara kwamba kama alikuwa anakusudia kufanya hivyo, basi jambo hilo aliache, kwa sababu hiyo pesa anayoitoa huenda pesa hiyo isirudi, ama pesa hiyo kama atamkopesha mtu, basi huenda pesa hiyo isirudi. Hiyo ni baadhi vile vile ya ndoto ambazo kama leo tunakwenda kuzieleza, na hiyo ni ndoto ya ngapi? Ya 4 biidhnillah taala, katika zile 7 ambazo leo tunakwenda kuzieleza. Ya 5 ni hii, man yasriqu almali fil manami, yoyote mwenye kulala kisha mtu huyu akaota anaiba pesa, aidha anaiba pesa serikali, aidha anaiba pesa katika sehemu anayofanya kazi, aidha anamwibia pesa mtu, basi ndoto hii ni hatari sana. Kama mtu atakuwa nayo, lazima achukue hatua nyingi sana, ambazo kwamba kuna mambo yanaweza akamfika ni mabaya, mambo ambayo yanaweza akampelekea hata kwenda jela, mambo ambayo yanaweza akampelekea ikafikia hatua akaharibu hata mfumo wake mzima wa maisha. Kwa hiyo hii mtu kama anayo, basi lazima achukue hatua haraka sana. Hii ni ndoto nayo vile vile tumekwenda kuieleza kwa siku hii ya leo. Lakini kabla sijazieleza hizo 2 ambazo zimebaki, ni wakumbushe wale ndugu zangu ambao wanaochangia upatikanaji wa kamera, kwa sababu tunahitaji kamera kubwa kwa ajili ya kuendeshea shughuli zetu hapa YouTube na katika mitandao yetu mingine ya kijamii. Tunahitaji kamera. Tunazo sasa hivi tunaendeleshea, lakini bado ubora wake si mzuri sana. Mmeona hata kwenye hutuba zetu za Ijumaa tunazozitoa, sauti yake, quality yake haiko vizuri sana. Tunashinda mla mwingine kurekodi vipindi vya live ama darasa zile mbalimbali za mashehe, kwa sababu vifaa vyetu bado viko duni. Kamera ambayo tunahitaji na gharimu 1,800,000, na sasa hivi bado kama la 1,400,000 tuweze kukamilisha zoezi hilo. Niombe kwa wapenda kheri, inshallah tulifanya hili biidhnillah taala. Na kila aliyekuwa tayari, basi namba yetu ya simu naziona kwenye mkanda hapo. Ya kwanza ni Airtel 0788905151, na hii ya pili huku ni Tigo ni 0773110001. Hii huku ni Tigo, hii huku ni Airtel. Inshallah tulifanya hili kwa ajili ya Allah, na kila anayefanya jambo hili jina lake tumeliandika katika daftari maalum, kwa sababu tuna dua zao hawa tunazifanya, na tumeamua sasa hivi kila siku ya Ijumaa tutakuwa tunafanya dua, na zoezi hili kamilika, basi tutakuwa na dua yao kubwa sana watu hawa ambao wanaifanya jambo hili. Na ndio maana tunawaandika kwenye daftari letu hili hapa, ili majina yao na kiasi walichotoa mpaka namba zao za simu tunazo ndani kwa ajili ya dua hiyo. Tuendelee na nyingine sasa. Watu nyingine ni hii hapa, nasema kwa mtu ambaye amelala kisha akaota pesa nyingi zimejaa katika nyumba yake. Yaani umelala alafu kaota pesa nyingi zimejaa katika nyumba yako. Ndoto kama hii kama utaiota, hii ni ishara nzuri, hii ni ishara ya cheo, hii ni ishara ya mafanikio yatakayepata mtu huyu. Kwa hiyo ndugu yangu, kama utakuwa umelala alafu kaota katika nyumba yako kuna pesa nyingi zimejaa katika nyumba yako, basi ndoto hii ndoto ya mafanikio, ni ishara njema. Kama utaziota inshallah, basi haraka sana fanya dua ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ile khairi aifanye iwe karibu kwako. Iwe khairi aifanye iwe karibu kwako. Hii ni ndoto ya ngapi? Ya 6. Ya 7 na ya mwisho kabisa, kwa mtu ambaye atakayekuwa amelala kisha akaota amebeba pesa. Baada ya kubeba pesa alafu akajikwaa. Alipojikwaa zile pesa zikaanguka. Tafsiri ya ndoto hii, mtu huyu atapata hasara, lakini hasara hii atakayemsababishia ni rafiki wake wa karibu. Atapata hasara, lakini hasara hii atamsababishia rafiki wake wa karibu. Ama tafsiri nyingine inajulisha kwamba kuna ubaya mtu huyu alishawahi kufanywa huko nyuma, na pengine ubaya huu alifanyiwa na mtu wake wa karibu. Hiyo ndio tafsiri ya ndoto hiyo ambayo tumeieleza hapo. Inshallah, kama una maswali yako unaweza kuacha comment yako hapo chini. Usisahau kulike video zetu na kushare kwa watu wengine, ili ujumbe kama huu waweze kupata na watu wengine.
Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.